إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فلقد فاز المتقون. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام: وخذ ما تعرف ودع ما تنكر والزم بخاصة نفسك ودع عوام. Uzangu katika imani, baada ya utangulizi huo, tunaendelea kupeana nasaha, kukumbushana nafsi zetu katika mambo ambayo yanatulazimu na yanafaa kuyaishi kwenye maisha yetu kila siku. Allahu tabaraka wa taala kwa fadhila zake na taufiki yake amejalia leo niweze kuikumbusha nafsi yangu na nafsi zenu katika jambo hasa la ujubu kafi lisan inda zamani alfitani, uwajibu wa kuchunga ndimi, wa kuzuia ndimi, hasa katika kipindi cha mitihani, kipindi cha fitna. Fitna ni jambo ambalo linakuwa katika sura mbili, kama sio kuwa katika makundi mawili, lakini kunakuwa na mitazamo miwili. Kuna ambao wako katika haki na wengine wanakuwa wako katika batili. Ni jambo ambalo linatatiza, lakini kila mmoja kwenye wakati wake na kundi lake na upande wake aliyokuwemo anahisi yeye ndio yuko sawa kuliko wengine. Kwa hiyo na lile kundi la pili vile vile linaona kwamba na lenyewe liko katika usawa na haki na wengine ndio wako katika batili. Kwa hiyo hali kama hii inapokuwa inajitokeza kwa mtu na kwa watu na kwa jamii, ndio huleta mtafaruku mkubwa, huleta uhasama mkubwa, huleta vurugu nyingi. Kwa kipindi kama hiki tunashauriwa na sheria ya Uislamu asamha kwamba ni wajibu wa kuzuia ndimi, kwa sababu ulimi ndio ambao unaweza kuonyesha dira. Utakapomsikiliza mtu, utakapozungumza maneno yako utakayozungumza, ndio unakuwa uelekeo kwa baadhi ya wengine. Kwa hiyo kama utakuwa haujakuwa na uhakika wa 100% uko katika haki, yale unayozungumza yapo katika haki, basi unashauriwa na sheria ya Uislamu unyamaze.
Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Al-khaira ma wafaqa al-haq, bimaana al-haq, bimaana ma jaa bihi sharia, kile ambacho kimekuja katika sheria, yani Qur'ani na Sunna zinathibitisha kwamba hiyo ndio haki. Ndugu zangu katika imani, kipindi hiki ambacho kipindi chochote unachokuwa Muislamu umeishi katika kipindi hicho, ni wajibu uweze kuzuia ulimi wako, na wajibu huu unapaswa ufuate mambo yafuatayo katika kule kujizuia. Unapaswa ufuate mambo yafuatayo katika kule kujizuia na kuzungumza. Mwanzoni hapo kwenye utangulizi nimeitaja na kuisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo anatuelekeza ya kwamba wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun, wala msije mkao mnazungumza yale mambo ambayo ndimi zenu zinayazungumza, ikafikia hatua mkasema jambo hili ni halali na wakati si halali wakati mwingine, na hili ni haramu na wakati sio haramu. Kwa hiyo anachotaka Allah tabaraka wa taala ni kutaakadi katika yale unayozungumza. Alafu akazungumza Allah subhanahu wa taala akasema, litaftaru ala Allahi alkadhiba, ili mpate kuzua kwa Allah uongo kwa kule kuzungumza kwenu. Lakini pia akamalizia kutamatisha maelezo ya aya hii, innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, hakika wale ambao wanaozua kwa Allah subhanahu wa ta'ala uongo hawawezi kufaulu. Wale wanaozungumza bila ya hujja, bila ya kuwa na dalili zilizothibiti katika Qur'ani na Sunna, basi mara nyingi hawawezi kufaulu, kwa sababu wanazungumza mambo ambayo hayana ushahidi na wala hayajazungumzwa katika sheria. Kwa hiyo tunashauriwa kuzuia ndimi zetu katika hali zifuatazo. Kwanza, ule wajibu kuzuia ulimi, kabla hatujaona wema waliotangulia namna ambavyo walivyokuwa wanajitahidi kuzuia ndimi zao, kuchunga ndimi zao kipindi ambacho kunakuwa na fitna na mitihani. Kwanza ni adamu ishghali nar, ni kuto kuchochea moto. Adamu ishghali nar ni kuto kuchochea moto. Almusharakatu bil qawli au al-fi'li tuzidu au tazidu. Unapokuwa unazungumza, maneno yanapokuwa yanazungumzwa katika kipindi cha fitna, basi huchochea zaidi na huzidisha zaidi zile fitna. Huyu umelisikia, kuna mtu mwingine alikuwa hana habari, ukazungumza ukampandikizia ile fikra, akaanza kuifanyia kazi, na huenda aliyeambiwa akaifanyia kazi kwa ubaya zaidi kuliko hata pengine yule aliyekuwa amefikisha. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunapaswa kunyamaza tutakapokuwa tumebaini na kung'amua hii ni sehemu ya fitna, basi sisi ni kukaa kimya, ndio matibabu yake. Lakini lingine inakuwa ni hifdhu dini. Unapokaa kimya katika ule wajibu wake, katika ule wajibu wa kukaa kimya, ni kwamba unahifadhi dini wa nafsi, na unahifadhi nafsi yako. Pale itakapokuja kubainika kwamba yale uliokuwa ukiyasimamia, yale uliokuwa unapenda kuyasimamia lakini haukuyasimamia, haukuyazungumza, yakabainika ilikuwa ni batili, basi utakuwa umehifadhi dini yako na umehifadhi nafsi yako. Alfitanu tadhhabu bid-dini wan nafsi, fitna mara nyingi zinaharibu dini na zinakuharibia nafsi yako pia vile vile. Wala akli, hata akili ndio kipimo kinachokuwa sahihi baada ya watu kupita katika majaribu. Majaribu yanapokuwa imepita, ndio inakuwa ni wakati watu wamepata wakati sahihi wa kumbaini nani ni nani, na ana ustahimilivu kiasi gani, na ana uwezo wa kuyang'amua mambo kwa utaratibu gani. Lakini ndugu zangu katika imani, wakafu lisan, kuzuia ulimi, yahfadhu almuslim min alwuqu'i fima yaghdibu Allah tabaraka wa taala, kunapelekea kuzuia ulimi kunapelekea kumhifadhi Muislamu ili asiingie katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala yanamchukiza. Ndugu zangu katika imani,
wajibu wa kuhifadhi ulimi ni wajibu mkubwa sana. Wema waliokuwa wametangulia walijitahidi sana katika zungumza yao. Ndio maana mazungumzo mengi yaliyozungumzwa imekuwa kwetu sisi ni sehemu ya maisha, na tunapata kwamba ni desturi na ni maelekezo ambayo kwa kiasi kikubwa walikuwa wameyapatia kwa kiwango kikubwa sana. Ni kwa sababu ya kule kutafakari kwao yale wanayozungumza yatakuwa ni ya haki au ya batili. Kwa hiyo watakapokuwa wamegundua haya ni ya batili, wanajiepusha na kuyasema. Wakigundua haya yapo katika haki, wanayasema, na ndiyo maana imenukuliwa na sisi sasa hivi tunatumia ni sehemu katika maisha yetu, na inatusaidia sana kuishi nayo na tukaishi katika utaratibu wa dini. Ndugu zangu katika imani, katika mambo mengine ambayo ule uwajibu wake ni atarkizu ala nafsi, unaifanya nafsi yako kuwa imara. Tawjihu aljuhudi nahu islahi almujtama, unahakikisha kwamba unaelekeza juhudi zako katika kutengeneza jamii. Pale ambapo unapokuwa unanyamaza katika hiki kipindi ambacho kitakuwa ni cha fitna, wakati wowote utakaogundua wakati huu ni wa fitna, kwa maana haijabainika ipi ndio ilikuwa ni haki na ipi iliyokuwa ni batili, basi itakuwa imekusaidia sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumza katika hadithi ambayo anaielezea Abdullah ibn Amr ibn al-As akisema ya kwamba amara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inda al-fitna, ameamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kipindi cha fitna, akasema hivi: ilzam baitaka, kaa nyumbani kwako. Ilzam baitaka, dumu nyumbani kwako. Lakini pia vile vile akamwelekeza akasema, wa amsik alaika lisanak, na uchunge ulimi wako. Wa amsik alaika lisanaka, uchunge ulimi wako, kwa sababu maneno ambayo utakayokuwa yanazungumza tayari yanaandikwa, na yatakapokuwa yameandikwa iwe ni sehemu mbili, umepatia au umekosea. Kama umepatia basi fadhiha wa neema, na kama utakuwa umekosea itakuwa umehesabiwa juu yako siku ya Kiyama, utaenda kulipia kwa hayo ambayo uliokuwa umekosea. Lakini vile vile akamwambia, wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir, na lichukue na kulifanyia kazi lile utakalokuwa unalifahamu kwa undani, kwa uhalisia wake, kwa uhakika wake, na liache lile ambalo wewe hulifahamu. Kwa hiyo usije ukabeba jambo ambalo ukalifikisha kwa mwingine, haujalifanyia utafiti, haujajiridhisha jambo hili, je, uhakika wake upo, ukweli wake upo, nia yake ya wale waliolianzisha inaafikiana na sheria ya Uislamu. Kwa hiyo akamwambia, fanyia kazi lile ambalo wewe unalifahamu uhalisia wake, na liache lile ambalo hulijui. Kwa masikitiko makubwa, zama tulizokuwa nazo, basi jambo hata mtu aje lifanyie uchunguzi, akilisikia, akiliona mahala popote, anaweza akalibeba na kwenda kulifanyia kazi, na anaweza kwenda kulisambaza, na anaweza kwenda kueneza ile fikra iendelee kufanyiwa kazi. Pia vile vile akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa alaika bi amri khassatik, najilazimisha sana kufuata mambo yako wewe binafsi. Shughulikia mambo yako wewe binafsi, kwa maana mambo binafsi ni yale yanayokuhusu wewe, yale yanayohusu familia yako, yashughulikia, yatatue hayo. Yanayohusu wazazi wako, hayo mambo binafsi jilazimisha na kuyashughulikia hayo. Lakini akatoa ushauri akasema, wa iyaka wa awamihim, najiepushe na yale mambo ya watu wote kwa ujumla. Kuna mtu mwingine maarifa yake hayafikii kubeba ajenda ya kushughulikia jamii, akajibebesha jukumu ambalo hata kuishughulikia nafsi yake hawezi, lakini akaamua kubeba jambo la kushughulikia nchi nzima au mkoa mzima, wilaya nzima, mtaa mzima, akawa yeye ndio amejitwisha lile jambo ambalo kisheria alikuwa hajapewa, hana mamlaka yoyote, hana uongozi wowote, hana jukumu lolote katika yale ambayo anapaswa yeye kuyashughulikia, lakini akajibebesha ajenda ya kushughulikia jamii kwa ngazi kubwa ambayo yeye maarifa hana. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa ushauri hapa katika hii hadithi,
akisema ya kwamba jilazimishe kushughulikia mambo yako wewe binafsi. Angalia familia yako inaishije, inaishi kidini, mahitaji yao ya ulazima wanayapata kwa kiwango gani, wanayapata? Kama ni elimu wanaipata, watoto wanasoma, familia inakuwa inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wanapiga hatua. Shughulikia kwanza hayo kabla ya kwenda kubeba ajenda za kitaifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ushauri akasema, wa alaika, na ni juu yako wewe, bi khasati nafsika, kwa yale mambo ambayo yanahusu nafsi yako, na yaache yale ya jamii. Ukishamaliza huku utaenda kwenda kufuata hatua inayofuata. Na huu ndio utaratibu katika kila jambo. Huwezi ukafanya jambo ambalo liko juu yako kabla ya lile ambalo liko chini yake. Lakini kauli nyingine ni Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anasema ya kwamba indama suila anil iqtitali baina almuslimin, aliulizwa Hudhaifa kuhusiana na makundi mawili katika Waislamu wakizozana, wakigombana, wakipigana, mtu awe katika upande gani, achague upande gani? Qala Hudhaifa radhiyallahu anhu akasema ya kwamba ilzam baitak, ilzam aqsa baiti fi darika, kaa chumbani. Kwa maana ya hadithi ni kwamba maana ya maneno haya anasema kaa mwisho wa nyumba yako, kwa maana kakae chumbani, katulie kimya. Utakapokuwa umeona makundi mawili katika Waislamu wanazozana, na hiki ni kipindi kile ambacho fitna ya Waislamu ilipokuwa imeingia, wamezozana katika matabaka yaliyokuwa mawili, wakafikia kupigana. Kwa hiyo Hudhaifa anamshauri yule aliyekuja kumuuliza, akamwambia kaa nyumbani kwako ndani chumbani kabisa, utulie. Lakini jambo lingine akasema, fa in dakhala alayka, kama utakuwa huko nyumbani na watu wamekufuata mpaka huko ndani uliko, wakaingia wanataka wapigane na wewe, waambie maneno yafuatayo. Kama watakuwa wameingia mpaka nyumbani kwako, waambie maneno yafuatayo: ma bu yaftini wa dhambuka, kwa maana ni kwamba utabeba makosa yangu na makosa yako. Kwa maana sasa hapo utaenda kujitetea. Mtu amekufuata mpaka ndani kwako, anataka mpambane naye, kwa hiyo atabeba madhambi yake na madhambi yako. Ni kama kile kisa cha Kabil na Habil, alipokuwa amemwambia kwamba utabeba madhambi yangu na madhambi yako, kwa sababu umeamua tupigane bila ya haki. Kwa hiyo sasa hapo uko nyumbani kwako unaweza ukajitetea, lakini sio kwenda kutoka ukaenda ukashiriki katika mapambano ya namna hiyo. Lakini jambo lingine, Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anatuelezea akisema kwamba ittabi sihama al-adu, ufuatishe mshale wa adui, ufuatilie mshale wa adui. Hii ni kaida muhimu sana ambayo ametuwekea. Fahiya turshiduka ilaihim, utakuwa unakuelekeza wako wapi wao. Ule mshale wa adui umetokea wapi, masafa, umekuwa na masafa kiasi gani. Utakapogundua unapotoka, utakuelekeza maadui wenyewe watakuwa wapi. Hapa anamaanisha kwamba lazima utafakari kila jambo ambalo unapokuwa unalisikia. Ni lazima ujitahidi kutafakari, kulifuatilia chanzo chake ni nini, lengo lake ni nini. Baada ya kugundua sasa, ndio unaweza kwenda kuwa na hatua ya kusimamia na msimamo thabiti ambao utakapokuwa umesimamia. Udu Allaha wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du. Ndugu zangu katika imani, baada ya kuona kwamba ulazima ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza
kuto kuzungumza mambo tusiokuwa na elimu nayo, kwa sababu maneno yote tunayozungumza mbele ya Allah yanaandikwa, na kuandikwa kwake iwe ni kwa kheri utalipwa kwa kheri, na kama itakuwa ni kwa shari utalipwa kwa shari. Hakuna mtu ambaye anayeweza kutahammali siku ya Kiyama kulipia katika maneno ambayo aliyokuwa amezungumza. Ndiyo, katika hadithi nyingine aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliuliza baada ya kutaja athari ya ulimi, akauliza kwamba je, watu hawatachukuliwa siku ya Kiyama isipokuwa ni kutokana na machumo ya ndimi zao, illa min hasaidi alsinatihim. Mambo makubwa ambayo watakuwa wanaadhibiwa siku ya Kiyama watu yatatokana na machumo ya ndimi zao. Zile ndimi zao waliokuwa wakizungumza ndiyo yatapelekea watu wakasajiliwa. Ndio maana mtu aliyekuwa amelala haandikiwi madhambi, amelala usingizi, ni kwa sababu hazungumzi. Na yale ambayo anakuwa anafikiria moyoni, anawaza moyoni, pia haandikiwi madhambi, ni mpaka atakapokwenda kuyafanya maasi. Tofauti na kheri vile ambavyo unavyoanza kunuia, unaanza kulipwa pale pale, lakini maasi yanacheleweshwa. Unapokuwa unawaza, unafikiria, unapewa muda mpaka utakapokuwa umetenda, umezungumza. Kwa hiyo na sisi tunazungumza mazungumzo mengi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwa Muislamu akajitahidi kunyamaza. Na kwa jambo ambalo alisema Imrul Qais, ulimi huu unapelekea mambo mengi sana yakatokea. Hata vita asili yake yanakuwa ni maneno, yanatokana tu na ulimi. Alisema katika abiyati ambazo ni maarufu, kama sio yeye atakuwa ni mwingine katika zama za Banu Umayya. Anasema ya kwamba ara khalala ramadi wa min jamrin wa yushiku an takuna laha dhiram. Ninaona kwenye yale majivu kuna cheche za moto, naona kwa mbali kwenye yale majivu kuna cheche za moto, na inaogopewa unaweza kuja kuwaka ukawa ni moto mkubwa kutokana na zile cheche ambazo zipo katika yale majivu. Fa inna an-nara bil audaini tuthqa, hakika moto kwa asili unawashwa tu na vijiti viwili. Kuanzia vijiti viwili ukivipata unaweza ukachochea moto na ukawaka. Fa innal harba awwaluha al-kalamu, na hakika vita mwanzo wake yanakuwa ni maneno. Maneno yanazungumzwa, baadaye vinakuja kuibuka vita. Tunaona katika taifa la Sudani hali ilikuwaje. Alianza mwanamke mmoja Ala Salah, binti wa miaka 22, ndio aliyokuja kuzungumza kwanza. Ametengenezwa na mataifa ya magharibi kwamba awakomoe wana Sudani kutoka katika mikono ya Omar al-Bashir. Wamefanikiwa mazungumzo, anazungumza, anapata wafuasi wanamuunga mkono, baadaye maandamano mpaka wakafanikiwa kumtoa yule rais. Lakini mpaka leo kitu gani kilichoendelea Sudani? Miili ya watu inaendelea kuteketea, mali za watu zinaendelea kuteketea. Kwa hiyo anasema kwamba innal harba awwalha al-kalam, vita mwanzo wake anakuwa ni maneno. Lakini akatoa ushauri akasema, fa illam yatifuha uqala'u qaumin, ikiwa huo moto hautazimwa, zile cheche ambazo zinazoonekana hazitazimwa na wenye akili katika sisi au wenye akili katika watu, yakunu waquduha juthathun waham, utaenda kuwa kuni zake ni viwiliwili vya watu. Ni viwiliwili vya watu ndio vitaenda kwenda kuchochea ule moto. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tutahadhari na kuyasema mambo ambayo sisi hatuna elimu nayo. Allah subhanahu wa ta'ala ameshasema, inna sam'a wal basara wal fuad, hakika ule moyo, macho na masikio vyote vitaenda kuulizwa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo maneno unayozungumza, angalia athari yake, angalia athari yake itakuwaje baada ya hapo. Kuna vitu ambavyo tunaviona katika jamii zetu ambavyo vimetokea na huenda vikajitokeza, lakini mbebaji ni yule aliyeanzisha na yule anayeviendeleza.
Lakini sio hivyo tu, hata katika jamii zetu, katika maisha yetu ya familia zetu, mwanzo mtafaruku unakuwa ni mazungumzo, urafiki, ujamaa. Watu walikuwa wanashirikiana katika biashara, katika nini, mwanzo wake maneno, huyo ameleta maneno haya, mwisho wa siku ule ushirika ukawa umekufa, kwa sababu tayari huyu kalisho sumu, huyu kalisho sumu. Kwa hiyo tukae tukiyatafakari, na hata pale tunapokuwa tunayapata maneno lazima tuyachunguze na kuyatafutia ithbati, uthibitisho wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.